baada yake walimfanya ndama kutokana na mapambo yao, kiwiliwili tu kilichokuwa na sauti. Hivyo hawakuona kuwa hawasemezi wala hawaongoi njia, wakamwabudu na wakawa wenye kudhulumu. Na walipojuta na wakaona ya kwamba wamekushapotea, walisema, ikiwa Mola wetu mlezi hakuturehemu na akatusamehe, bila shaka tutakuwa miongoni mwa waliohasiri. Na aliporudi Musa kwa watu wake, naye amekasirika na kuhuzunika, alisema, ni maovu yaliyoje mlionifanyia nyuma yangu. Je, mmeitangulia amri ya Mola wenu mlezi? Na akaziweka chini zile mbao, na akamkamata kichwa ndugu yake akimvutia kwake. Akasema, ewe mwana wa mama yangu, hakika hawa watu wamenidharau na wakakaribia kuniua. Basi usiwafurahishe maadui juu yangu, wala usinifanye pamoja na watu madhalimu. Akasema, Mola mlezi wangu, nisamehe mimi na ndugu yangu, na ututie katika rehema yako, nawe ni mwenye kurehemu kushinda wote wenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na baada ya Musa kwenda kwenye mlima kusema na Mola wake, kaumu yake walichukua vyombo vyao vya kujipamba, wakatengeneza sura ya ndama asiye na akili wala hatambui kitu, lakini akitoa sauti mfano wa sauti ya ng'ombe, kwa namna walivyomuunda na ukipita upepo ndani yake. Na aliyewaundia ni Samiriyu Msamaria, naye akawaamrisha wamwabudu. Upumbavu gani huu akili zao? Hivyo wao walipomfanya ndiye Mungu wakamwabudu, hawakuona kuwa hawasemezi wala hawezi kuwaongoa wafuate njia iliyo sawa? Hakika hawa wamejidhulumu nafsi zao kwa kitendo hicho kiovu. Walipotambua kuteleza kwao na makosa yao, wakababaika na wakajuta majuto makubwa kwa kumfanya ndama ndiye Mungu. Makosa yao yakabainika wazi, wakasema, wallahi, ikiwa Mola wetu mlezi hakutusamehe, hakika tutakuwa miongoni mwa waliohasiri hasara iliyo dhahiri, kwa vile kuabudu kisichofaa kuabudiwa. Na Musa aliporejea kutoka kuzungumza na Mola mlezi wake kuja kwa watu wake, naye kakasirika nao kwa vile walivyomwabudu ndama, na amehuzunika kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewatia mtihanini, kwani Mwenyezi Mungu alikwisha mpa habari ya yale kabla hajarejea. Aliwaambia, kitendo gani kiovu hichi mlichokitenda baada ya kuondoka kwangu? Mmetangulia kwa kumwabudu ndama, msifuate amri ya Mola wenu mlezi kuwa mningoje, na mkawa hamkuishika ahadi yangu mpaka nikakuleteni Taurati. Akaziweka zile mbao, na akamwelekea nduguye kwa huzuni kubwa kwa yale aliyoyaona kwa kaumu yake. Akaingia kumvuta ndugu yake kwa kichwa, akimbururia kwake kwa wingi wa ghadhabu. Haya ni kuwa alidhani kuwa amefanya taksiri, hakuwazuia kufanya walioyafanya. Harun akasema, ewe mwana wa mama yangu, hakika hawa watu walipofanya walioyafanya walinidharau na wakanishinda nguvu, na wakakaribia kuniua kwa kuwa niliwakataza wasimwabudu ndama. Basi usiwafurahishe maadui kwa kunitesa mimi, wala usiitakidi kuwa mimi ni mmoja wa wenye kudhulumu, kwani mimi ni mbali nao na dhulma yao. Harun amemwita Musa kwa kumnasibisha na mama yao, japokuwa hao walikuwa ndugu khalisa wa baba na mama, kwa sababu huyo mama alikuwa muumini. Kumtaja yeye ni kuzidi kukumbusha mapenzi. Musa alisema, ewe Mola wangu mlezi, nisamehe kwa haya niliyomfanyia ndugu yangu kabla sijayajua mambo. Na msamehe ndugu yangu ikiwa kakosea katika kushika pahala pangu kwa vizuri. Na tuingize katika eneo la rehema yako, kwani wewe ndiwe mwenye rehema nyingi kushinda wote wenye kurehemu. Hakika wale waliomwabudu ndama itawapata ghadhabu ya Mola wao mlezi na madhila katika maisha ya dunia. Na hivi ndivyo tunavyowalipa wazushi. Na waliotenda maovu kisha wakatubia baada yake na wakaamini, hapana shaka kuwa Mola mlezi wako baada ya hayo ni mwenye kusamehe
mwenye kurehemu. Na Musa ilipomtulia ghadhabu aliziokota zile mbao. Na katika maandiko yake mna uongofu na rehma kwa wanaomwogopa Mola wao mlezi. Na Musa akawateua watu 70 katika kaumu yake kwa miadi yetu. Na ulipofika mtetemeko mkubwa alisema, ewe Mola wangu mlezi, ungelitaka ungeliwahiliki wao na mimi zamani. Unatuhiliki kwa walioyafanya wajinga katika sisi? Haya si chochote ila ni mtihani wako, umpoteze umtakaye na umhidi umtakaye. Wewe ndiye rafiki mlinzi wetu, basi tughufirie na uturehemu, na wewe ndiye mbora wa kughufiria. Na utuandikie mema katika dunia hii na katika akhera, sisi tumerejea kwako. Akasema, adhabu yangu nitamsibu nayo nimtakaye, na rehema yangu imeenea kila kitu. Lakini nitawaandikia hasa wanaomcha Mungu na wanaotoa zaka na wale ambao wanaziamini ishara zetu, ambao kwamba wanamfuata huyo mtume nabii asiyesoma wala kuandika, wanayemkuta akaandikwa kwao katika Taurati na Injili, anayewaamrisha mema na anawakanya maovu, na anawahalalishia vizuri na anawaharimishia viovu, na anaondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao. Basi wale waliomwamini yeye na wakamheshimu na wakamsaidia na wakaifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye, au ndiyo wenye kufanikiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hakika wale walioendelea kumfanya ndama kuwa Mungu kama Msamaria na wenziwe, itawafika ghadhabu kubwa kutoka kwa Mola wao mlezi huko akhera, na uvunjifu mkubwa katika maisha ya duniani. Na mfano wa malipo hayo ndiyo tunamlipa kila mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu uongo na akaabudu kinginecho. Na wale waliotenda vitendo vibaya vya ukafiri na kuabudu ndama na maasi mengineyo, kisha wakarejea kwa Mwenyezi Mungu baada ya kutenda hayo na wakamsadiki, basi hakika Mola wako mlezi baada ya toba yao ni mwenye kuwasitiri na kuwasamehe kwa hayo waliokuwa nayo. Na Musa zilipomuondoka ghadhabu kwa kutoa udhuru nduguye, akazirejea zile mbao alizoziweka chini akazichukua. Na kwenye hizo mbao umeandikwa uongofu na uongozi na njia za kupata rehma kwa wale wanaoiogopa ghadhabu ya Mola wao mlezi. Kisha Mwenyezi Mungu alimuamrisha walete baadhi ya jamaa katika kaumu yake wawatakie radhi waliomwabudu ndama, na akawapa miadi. Musa akawateua katika kaumu yake watu 70 katika wasiomwabudu ndama, nao wakawa wanawakilisha kaumu yao. Akenda nao mpaka kwenye mlima, na huko wakamwomba Mwenyezi Mungu awaondolee balaa, na akakubali toba ya waliomwabudu ndama kati yao. Ikawachukua zilzala, yani tetemeko kubwa pahala hapo, wakazimia kwa sababu yake. Na hayo kwa kuwa hawakuwaacha kaumu yao walipoabudu ndama, wala hawakuamrisha mema, wala hawakuwakanya maovu. Musa alipoona yale alisema, ewe Mola wangu mlezi, la ungelipenda kuangamiza ungeliwaangamiza kabla hawajaja hapa kwenye miadi, na ukaniangamiza na mimi pia, ili waone hayo wana wa Israeli wasinutuhumu kuwa mimi nimewaua. Basi ewe Mola mlezi wangu, usituhiliki kwa walioyafanya wajinga kati yetu, kwani ni balaa ya kuabudu ndama haikuwa ila ni majaribio yaliyotoka kwako. Wewe unampoteza unaitaka potee katika hao wanaoishika njia ya shari, na unawahidi unaitaka ahidike. Wewe ndiye mwenye kusema, nitawaandikia wenye kujikinga na ukafiri na maasi katika kaumu yako, na akatoa zaka iliyofaridhiwa, na mwenye kusamehe madhambi. Na tukadirie hapa duniani maisha mema, na tupate taufiki tuweze kutii, na akhera tupate malipo mazuri na maghfira na rehma, kwa kuwa sisi hakika tumekwisha rejea kwako na tunatubu kwako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول وتبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما عن العسر يسرا صدق الله العظيم صدق الله رسوله الكريم. Watukufu Waislamu waaminifu mliokusanyika hapa, neema na amani za Mwenyezi Mungu zimwendee kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na hadize na sahabaze, pia na Waislamu wote watakaopigana jihadi kwa ajili ya kunusuru dini hii ya Mwenyezi Mungu mpaka siku ya mwisho. Sote tukisema insha Allah, Mungu atujalie tuwe na nguvu na itikadi ya kupigania dini yake. Semeni insha Allah. Na Waislamu, kwa niaba ya chama cha SEMA cha hapa Johannesburg, tunawashukuruni nyote kwa jumla mliokusanyika hapa kuja kusikia Mungu anasema nini, mtume kazungumza nini. Kabla tujaanza, nitasoma Qur'ani tukufu ya Mwenyezi Mungu ili iwe ni ufunguzi wa mambo yetu haya. Chama cha SEMA, shehe wangu, mkazi wangu, mwalimu wangu, Sheikh Ibrahim Bahame, ili awape mawili insha Allah, ili tuendeleze programu yetu insha Allah. Tafadhali Sheikh sallallahu alayhi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. نحمده ونصلي ونسلم على نبينا بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخواني الأعزاء والكرام البارة، أحييكم بتحيات طيبة، تحيات الإسلام، تحيات أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن نفرغ الله سبحانه وتعالى nakuzana ziada na rehema na amani zimuendee mwenzetu wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na Waislamu wote kwa jumla, na kila yule ambaye fikra yake ni kuipeleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele ila yaumil. Amma ba'd, kabla ya kumkaribisha shehe wetu, kwanza nachukua fursa ya kushukuruni yote kwa wakati mgumu kama huu. Mmeacha shughuli zenu, nyumba zenu, familia zenu kuja kujumuika na sisi, sio kwa sababu ya maslahi eti mtapata pesa la, lakini kwa maslahi ya kutarajia kuipeleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele. Wallahi hatuna cha kulipeni isipokuwa kwa kuombea Allah subhanahu wa ta'ala kama mlivyokuja kwa usalama na kurudisheni kwa usalama na kurahisisheni hali yenu ya maisha hapa, na mwisho akupeni pepo ambayo ndio tunayotafuta usiku na mchana. Mzangu Waislamu, leo tunayo furaha kubwa sana, na furaha yenyewe tumempokea miongoni mwa mwanachuoni mkubwa, miongoni mwa wanachuoni wa Burundi. Ni kijana mdogo sana,
lakini mambo yake ni makubwa. Kama mnavyoelewa, kama Mtume alivyosema, ujana unaanza miaka 18 kisha miaka 40. Sasa anaweza kuwa ni kijana mwenzetu katika miaka 40, lakini mambo anayoendelea wallahi ni makubwa sana na mtanufaika nayo, na tunamwombea shehe ujio wake hapa Afrika Kusini iwe ni tiba kwa Waislamu kubadilika, kwa sababu Waislamu wengi hapa tumepinda katika mambo ya dini, mambo mengi sana tuko kinyume, na tunajipa hofu kama Mungu atasamehe. Kwa hiyo nadhani nasaha za shehe insha Allah zitakusaidia. Na mwisho ningependeleeni kuombeni samahani ya kwamba tumeanza tumechelewa, sio kosa letu, lakini ni kosa la hapa uongozi. Kwa hiyo kama mnavyojua, al-kamalu lillahi, mkamilifu ni Mungu na upungufu ni wa sisi binadamu. Kwa hiyo sitakuwa mengi isipokuwa kumrudishia MC wa siku hii ya leo Mike ili amkaribishe shehe atufikishie yale ambayo ametuandalia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Somo hili linalofuata ni kipengele cha kukaribisha aliulama wetu Al-Haji. Hivi sasa kuna jina lingine kaongezeka katika majina yake, kwa maana hili ni Haji. Alikuwa anaitwa Mwalimu Ali John. Sasa hivi anaitwa Al-Haji Mwalimu Sheikh Abdi John. Waislamu, anapenda kutubu shehe wetu, tutawapa nafasi ya kuuliza maswali mawili au matatu, na baada ya maswali hayo tutakuwa tafrija kidogo, na baada ya tafrija tutarudisha maji kwa shehe wetu atusomee kidogo inshallah, na tutafahamisha programu ya vipi mihadhara itakavyofuata inshallah. Kwa hiyo nataka nimsogezee mpokeze shehe wangu Al-Haji Sheikh Mwalimu Ali inshallah. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Naona hatujapandisha zaidi tukamtimua ibilisi jamani. Jana kule uwanja wa ndege tulimtimua. Waislamu takbir. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asira. La ilaha illallah la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu din wa la ilaha kafirun wahdahu wa sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Ndugu zangu, tunaochangia imani pamoja, wenzangu, tunachangia mengi, ardhi moja, mila moja, mfumo mmoja na mengineyo. Kwa kweli ninamshukuru Allah tabaraka wa taala, shukrani za dhati ambazo kifua changu najaribu kukifungua nisitoe shukrani ambazo hazina shaka kwa Allah kuniwezesha ndoto yangu kuweza kuwa ukweli katika siku hii ya leo. Muda ni mrefu na miaka ni mingi, na haitoshi maskini ya Mungu wengi
Mungu, kiongozi ambaye yuko hapa, yeye na marubani wake katika ofisi kuu ya SEMA, ambao kwa mara walikaa na wakaanzisha mazungumzo simu kwa simu. Tukaiweka ahadi, angalau mimi nilikuwa na nia kutembelea nchi hii tu kiuyatima, kibinafsi tu, kwa kuwa sura tunazoziona zilikuwa sio matumaini tuzikute hivi. Tunaambiwa mengi ambayo sio haya tuliyoyaona, mengi sana ambayo labda tunaambiwa wenye vijana wako huko wameshakufa, vijana wako huko wanakunywa unga, vijana wako huko visuru, wezi hapana mchezo, banki ndio yao, watoto wanawake wakifika huko ndio maziki, ndio habari zinakoja. Ndio maana namuomba Mungu atusamee mimi na wenzangu kwa yale tuliyoyasikia inshallah. Na namshukuru sana Sheikh Ibrahim na kamati yake bila shaka kushughulikia suala hili muhimu sana la kuwezeshwa mimi kukanyaga ardhi hii. Na kweli ili nifike ardhi hii ilikuwa jambo lizito sana. Kama Sheikh Dr. Sule tulizungumza naye yuko hapa siku moja kwa simu. Nilipiga simu niko Kigali, tukazungumza naye kidogo hivyo, akaniambia yupo. Nikasema nyinyi wa Tanzania mnaingia kwa wepesi, sisi mpaka uongoje kuomba visa kwenye embassy ya South Africa. Tumekwenda mara ya kwanza, ndugu zetu wamejibora, wametuma karatasi, tena unaiona imeenea, karatasi ya invitation, identity card ya huyu ambaye walituwekea. Tumepeleka embassy ya South Africa, wametizama, wamesema hakuweka sahihi. Kwa nini hakuweka barua yake sahihi? Tukanyimwa visa. Tumeomba safari nyingine, na aweka wazi haya mazungumzo kwa kuwa labda isionekane kama SEMA ilibebeshwa tuhuma. Kwa kweli walijitahidi, wakatuma karatasi nyingine ya pili. Kwanza hizo karatasi kusema ziingie kwenye internet, kwenye email, ilikuwa kazi. Bwana tumetuma, bwana hatuioni. Mpaka zingine zikawa zinapita, kuna mtu yuko pale posta, alikuja siku nyingine naye akaniletea nyingine. Bahati nzuri au mbaya, jina likawa linakosa, jina limebadilika. Nikamwambia bwana msichoke, kazi ya Mungu inakwenda hivi. Wakatuma karatasi nyingine, wenyewe sijui ilitumwa na nani, juu hiyo ya tatu hawakunieleza hata wao. Nilikwenda kufungua bati ya email, nikakuta karatasi nyingine, lakini ina muda mfupi, muda wake ni mfupi. Sasa huyu muda mfupi kama siku 4 tu aliandika iko hivyo. Hiyo hawakunambia, sijui kama wanaelewa. Nikaitoa nikawanyamazia. Sasa karatasi hiyo ya tatu, ikaja karatasi nyingine iliyokuja nyuma, ilikuwa karatasi nyingine ambayo ni ya sehemu inasema ni hoteli, kwa sababu kule walinambia tuone hoteli kwenye sheria zake, hoteli utayofikia. Nikamwambia basi tumeni ya hoteli, nitaweka ni visit ni matembezi tu. Hiyo karatasi ikaja inaniarifu rasmi. Kwa kweli nikaona ndugu zangu wamechoka, na wenyewe wamechoka kabisa. Bwana, hii karatasi wananiambia kwa embassy karatasi iko sawa na haina tatizo lolote na haikuwa na shida yoyote. Hii inakuita wewe utafika kwenye hoteli bila tabu yoyote, lakini kitambulisho cha muhusika wa hoteli na siri ya mapesa yake. Hapa tukakwama. Nadhani hii nalizungumza leo, hata wao hawakuwa wanaelewa. Hawa niliona nisiwachokeshi tena. Alhamdulillah, nikazungumza na mtu hapa Afrika ya Kusini. Nilizungumza na mtu mmoja anaitwa Ali, kijana mmoja wa Kikongo kutokea Rwanda. Walipita wasauza pale Bujumbura, wanakwenda Mwanza kutoka Sudan. Nikawa tumefanya mazungumzo nao, wakasema sisi tunakwenda, tutatuma hicho kitu. Nikasema mbele ya kukituma muulize Sheikh Ibrahim, ndio ambaye ana hayo majukumu. Nyuma wao wakawa wamemuuliza, akawaambia tumepata visa hiyo. Namshukuru dada mmoja yuko huko ndani, alifanya juhudi nzuri sana. Anaitwa dada Joa. Dada Joa huko ndani tulipokwama katika kipengele hicho, kwa kweli ni mwanamama aliyejitolea juhudi ya hali ya juu sana. Muda mfupi sana akasema basi nipe siku hizi 3.
Kaambia bwana, viongozi lazima wasaidiwe, wana mengine, fanya juhudi zako na usiwaambii kitu. Mimi tu niingie embassy nitoe visa, karatasi ya kwanza imekubaliwa ninayo, lakini hakuna sheria fulani. Hapa tumekwama.